Kati ya Januari 27 na 29 mwaka 2015, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amefanya ziara nchini Ufaransa, ambapo amekutana na Rais wa Ufaransa Mheshimiwa Francois Hollande, na pia amezindua rasmi majengo ya ubalozi wa Tanzania nchini Ufaransa. Katika ikulu ya Paris, Ufaransa, Rais Kikwete amepokelewa rasmi na mwenyeji wake Rais wa Ufaransa Francois Hollande kwa gwaride rasmi, na kisha viongozi hao wawili wakafanya mazungumzo. Katika mazungumzo hayo, Rais Kikwete na Rais Hollande wamezungumzia uhusiano kati ya Tanzania na Ufaransa. Wamezungumzia masuala ya maziwa makuu na masuala mengine ya kimataifa. Baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya Rais Kikwete na Rais Hollande, likafuata tukio la uzinduzi wa majengo ya ubalozi wa Tanzania nchini Ufaransa. Majengo haya mawili yanajumuisha jengo la ofisi lenye ghorofa 5 na jengo la makazi ya balozi, ambayo yote yapo katika eneo moja la wilaya ya 16 mjini Paris. Rais Kikwete akiwa na mkewe Mama Salma Kikwete ndiye aliyezindua majengo haya. Hafla ya kuzindua majengo ya ubalozi wa Tanzania nchini Ufaransa imefanyika jioni, tena katika kipindi cha baridi kali jijini Paris. Wafanyakazi wa ubalozi wa Tanzania nchini Ufaransa pamoja na baadhi ya Watanzania waishio Ufaransa wakajumuika pamoja katika hafla hii muhimu ya kushuhudia nchi yao ikiwa na umiliki kamili wa jengo lake la ubalozi. Baada ya uzinduzi, Rais Kikwete akakagua majengo yote mawili ya ubalozi, kwa maana ya jengo la ofisi lenye ghorofa 5 na jengo la makazi. Maisha tunayopata na amani iliyopo hapa kwetu sisi, hapa demokrasi tunaipata, sema ni kitu kimoja tunajivunia, amani na upendo. Kwa pamoja Tanzania sisi tunapendana. Baada ya ukaguzi huo, ndipo Rais Kikwete akajumuika na Watanzania waishio Ufaransa, wakiwemo wafanyakazi wa ubalozi katika tafrija ya uzinduzi. Katika tafrija hii, wakati wa salamu zake, Rais Kikwete ameelezea kufurahishwa na mafanikio ya nia yake ya kuhakikisha Tanzania inamiliki majengo yake ya ubalozi. Of ours has been met successfully. I visited the two buildings. Ninayo furaha kwamba moja ya malengo na mikakati yetu ya sera ya mambo ya nje imefanikiwa. Nimetembelea majengo haya mawili. Napenda kumpongeza Mheshimiwa Membe na balozi kwa juhudi zenu zilizofanikisha kupata jengo hili zuri. Nimekuwa waziri wa mambo ya nje kwa miaka 10 na sasa rais kwa miaka 9. Nakiri kuwa majengo haya ni majengo bora miongoni mwa majengo tuliyonayo katika balozi zetu. I must confess that this is one of the
best buildings we have. As Your Excellencies, it is heartwarming indeed to note that the number of chancelleries and buildings and embassies owned by us is ever increasing or increasing steadily. Ndugu zangu, ni faraja kubwa kwamba idadi ya nyumba zinazojengwa na kumilikiwa na Tanzania katika nchi mbalimbali inaongezeka kwa idadi nzuri. Nafurahi kwamba katika miaka 9 iliyopita serikali yetu imefanikiwa kununua majengo mazuri jijini Washington, New York na sasa jijini Paris. Jambo zuri ni kwamba majengo haya ni makubwa na yanatosheleza kutoa huduma za kiofisi kwa balozi zetu, na pia kuna nafasi kwa ajili ya kukodisha kwa wapangaji wengine. Nimepokea habari njema kutoka kwa waziri kwamba wizara inaendelea kujenga na kununua majengo mengine. Nimeambiwa ujenzi unaendelea Muscat. That they are continuing to build and buy more properties. I think Muscat is online now. Aidha, Rais Kikwete ameishukuru serikali ya New Zealand kwa kukubali kuiuzia Tanzania majengo ya ubalozi tena kwa bei ambayo ni nafuu ikilinganishwa na bei ya soko. As mentioned earlier, this building was previously owned by the friendly country of New Zealand as Chancellor for its embassy. Kabla jengo hili lilikuwa likimilikiwa na serikali ya New Zealand, likiwa ni ofisi zake za ubalozi. Naomba kuungana na Waziri Membe na Balozi Tanj kuishukuru serikali ya New Zealand kwa kutuuzia jengo hili. Najua mazingira yalivyo, isingekuwa rahisi kwetu kujenga jengo kama hili. Kuna wakati tulikuwa tukiyumba kuwalipeni fedha zenu, lakini mlituvumilia hivyo hivyo kwa kuwa mlijua mlikuwa mkiuza majengo kwa nchi maskini. You were selling a property to a poor government. And as such, you could not write a check there and then, but at least you were able to be very understanding, for which I'm sincerely grateful. Rais Jakaya Kikwete pia amesema ni muhimu kwa nchi kuendelea kununua majengo katika balozi zake kwenye nchi mbalimbali hapa duniani ili kuokoa fedha nyingi zinazotumika kulipa kodi kutokana na kutumia majengo ya kukodi. The purchase of embassy buildings is an expensive venture, but something that we must do. Kununua majengo ya ubalozi ni gharama kubwa, lakini ni lazima tufanye. Ni lazima tununue kwa sababu kuendelea kukodi majengo ni gharama zaidi. Na kwa maeneo ambayo hatuna mpango wa kuondoa balozi zetu kama ilivyo hapa Paris, kuendelea kukodi majengo kunafikia mahali ambapo unakuwa umelipa fedha nyingi ambazo zingewezesha kununua majengo yako mwenyewe. Kwa hiyo kununua ni vizuri zaidi. Na pia kuwa na majengo yetu wenyewe inaondoa hata kadhia mara kwa mara kufikiria kupata fedha ya kulipa kodi. Sasa hapa hakuna mtu atakayekuja kugonga nyumba yako akidai malipo ya pango. Najua pia kuwa hatuwezi kununua majengo yote kulingana na mahitaji ya balozi zetu kwa wakati mmoja. Lakini napendekeza wizara ifikirie kuwa na njia mbalimbali za kuwezesha balozi zetu kupata majengo hayo. Kuna njia za kupata majengo kwa njia mkopo na kulipa polepole, pamoja na nyingine ambazo zitatuwezesha kupata majengo hayo. Nakaribisha mawazo haya na mengine ambayo wizara na balozi zetu zitapendekeza ili kutuwezesha kuwa na majengo yetu wenyewe kwenye balozi zetu. But I suggest the ministry should also consider various options. There are mortgage finance facilities, and there are other avenues. Mwishowe Rais Kikwete akatoa wito kwa wafanyakazi wote wa ubalozi kuhakikisha wanayatumia vizuri majengo ya ubalozi ili yaweze kutumika kwa muda mrefu. I should also stress the importance of maintenance of these properties. These buildings look beautiful now. Pia nasisitiza umuhimu wa kuyatunza majengo haya. Yanapaswa kuendelea kuwa mazuri kama tulivyoyapata.
Majengo haya yanaonekana mazuri kwa sasa kwa sababu yametunzwa vizuri. Ni lazima tuyatunze ili miaka 10 au 20 ijayo yabaki kwa mazuri kama sasa. Kuwe na utaratibu wa kutenga bajeti kwa ajili ya ukarabati wa majengo haya kila wakati. Na pia nakubaliana na ushauri wa balozi kwamba sasa kuwe na timu ya watu pale wizarani ambao watakuwa wanafanya kazi ya kuangalia majengo haya na ubora wake. In the ministry will be responsible for overseeing the properties that we have abroad. We have done a terrific job. Mwisho napenda kuwashukuru nyote, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Balozi Tanji, na Katibu Mkuu kwa kufanikisha kupatikana kwa majengo haya. Mmefanya kazi kubwa na nzuri. Mmetufanya tutembee kifua mbele. Baada ya ujumbe wa Rais Kikwete, ikawa ni wakati wa kufurahi kwa kinywaji na chakula kwa Watanzania waishio Ufaransa na wageni wengine waalikwa waliofika katika tafrija hii. Aziza Mohamed Abubakar ni mmoja kati ya Watanzania waishio Ufaransa ambaye amekuwa hapo kwa miaka mingi, lakini kwa tukio hili kwake ilikuwa ni furaha kubwa. Furaha iliyotokana na kuongezeka kwa fursa za yeye kufundisha Kiswahili kwa watu wengi zaidi duniani, hasa nchini Ufaransa. Moja kati ya mipango itakayotekelezwa katika jengo hili ni kuanzisha darasa la Kiswahili, na Aziza Mohamed Abubakar ndiye mwalimu. Nimezaliwa Zanzibar na nimefika hapa nafundisha Kiswahili miaka mingi, nafundisha hapa chuo kikuu cha Ufaransa. Na miongoni wa wale waupe wote uliowaona pale walikuwa wanafunzi wangu wa Kiswahili. Wengine sasa mabalozi, wengine sasa wako sekretari, wako kila pahala. Lakini nashukuru kwa tumepanda mbegu, tumevuna matunda mema. Na leo sisi tumefungua Kiswahili chetu pia ubalozi hapa, na insha Allah tukifanikiwa zaidi tutatayarisha cheti maalum imetoka katika ubalozi wa Tanzania kinojulikana katika nchi yetu ya Tanzania na dunia nzima, kwa sababu Kiswahili kiko mbele katika lugha zote za Kiafrika na Kiswahili kinafahamika, kinapendwa kila pahala. Kwa hivyo tuko tayari na tuombeeni Mungu pia mtusaidie tuzidi kuendelea zaidi. Na tunamshukuru rais wetu kutukusanya hapa, kutupa kila fursa za kuendelea mbele. Mungu ambariki yeye, Mungu abariki wa Tanzania, atubariki na sisi. Tanzania itanufaika zaidi. Tanzania imeshanufaika tangu zamani, lakini sasa inanufaika zaidi. Na wengine pia wataanza kuona kijicho, lakini asoweza kukuumba hawezi kukumbua. Tanzania ilinufaika tangu zamani, lakini tulikuwa bado tunaogopa kwenda mbele, lakini songa mbele. Rais ametufunua macho. Rais Kikwete ni rais ambaye atatuachia kumbukumbu la fahari katika Tanzania. Kafanya mengi. Tanzania walikuwa na kodi, ubalozi wa Uganda miaka. Unajua kila siku 10,000, 20,000 zote zinakwenda, na huku nyumbani wengine hawana hata mhogo wa kuchoma. Lakini leo alhamdulillah inafaa tumshukuru Mola. Mola alisema baada dhiki faraji, baada dhiki binadamu anaambiwa stahamili. Mungu atakubali matakwa yako, basi msivunjike nyoyo mlokuwa nyuma. Mungu atatusaidia zaidi ya hapo. Nisikia furaha kubwa kupata ubalozi yetu. Zamani tulikuwa tumekodi ubalozi ya tunashirikiana na ubalozi wa Uganda, kwa sababu tumepata tuseme ni sehemu yetu ya nyumbani kwetu. Kwa hiyo nimefurahi sana. Kwa hiyo tukija hapa nyumbani, yani ni nyumbani kwetu, na balozi wetu nashukuru ni mtu mzuri sana, anatuambia hapa mko nyumbani. Kwa hiyo kama tuna mikutano yetu ya Watanzania hapa, tunakuja, tuna sherehe zetu, tuna nafasi kubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Hakuna jambo zuri kama ukiwa huru na amani, hawezi kuinunua wala. Oh yeah. Kukopa au kuwazima
sikopesheki wala kununulika. Kitana smart, kitana shati neema, mwana iongoze nchi yangu vema. Amani furaha, kwa Tanzania tunajivunia. Kama Tanzania, milele tasimama taifa langu lisilale. Amani na upendo pia ujenge uzalendo, udini na ukabila kwetu tuweke kando. Tanzania tunakoze na vijana, tumejaliwa ukarimu na upendo. Tuongeze neema Maulana ili tuzidi tena. Tunaishi kwa amani na upendo, tunadumisha love, bizi bila mabavu, mashujaa shupavu, uhuru na uzalendo na urafiki. Tumuombe Mwenyezi apunguze shida na dhiki. Na amani toka mwaka 61, asante Mungu mpaka leo tuko pamoja. Pendo na amani na machafuko hapa story tu, wenye ukabila na hawana chance tu. Nchi bwana siwezi kuchuna, amani na upendo ndo tunaendelea kuvuna. Ni mianga mitano tudumisha mshikamano na amani yetu. Oh yeah. Serikali ya Tanzania imefanikiwa kununua majengo haya kutoka serikali ya Aya ya New Zealand kwa gharama ya takriban shilingi bilioni 48. Wafanyakazi wa ubalozi wa Tanzania nchini Ufaransa tayari wameanza kutumia majengo haya, na balozi wa Tanzania nchini Ufaransa Begam Taji anaeleza jinsi Tanzania ilivyofanikiwa kununua majengo ya ubalozi nchini Ufaransa na hivyo kuokoa gharama kubwa za kukodi majengo ya ubalozi. Kuanzia mwaka 2012 tukaingia katika mazungumzo na wenzetu ubalozi wa New Zealand ambao walikuwa wanauza majengo haya, na hadi kufikia Septemba 2014 tukawa tumemaliza na kusaini mkataba na kuwalipa pesa ambazo tulikuwa tumekubaliana. Sasa eneo hili linaitwa Paris ya 16. Paris ina wilaya 20. Hii hapa tulioko sisi ni 16. Wilaya 16 ya Paris ni muhimu sana, kwanza kabisa katika uchumi wa mji wa Paris. Vile vile ni muhimu sana kidiplomasia, kwa sababu balozi nyingi sana ziko wilaya 16 ama ya 7 na 17 ambazo ndio zimepakana. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba hii kusema kweli ni sehemu ya wanadiplomasia. Wengine wanaishi hapa, wengine wana maofisi yao hapa. Ni eneo muhimu sana katika uchumi. Balozi Taji pia amezungumzia jinsi majengo haya yatakavyotumika katika utoaji wa huduma za kibalozi nchini Ufaransa. Ufaransa ni nchi muhimu sana duniani. Ni nchi ya 5 kwa ukubwa wa uchumi. Ni mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kuwa na mahusiano na nchi kama Ufaransa ni jambo muhimu sana, na sisi bahati nzuri tuna mahusiano nao toka mwaka 61 tulipopata uhuru. Na tumekuwa tukiona kwamba uhusiano huo umekuwa ukiongezeka hasa katika hii miaka karibuni. Wafaransa wengi sana wanaipenda Tanzania. Wafaransa wengi sana wanakuja Tanzania kama watalii, na katika miaka hii 4-5 iliyopita kuna ongezeko kubwa sana la Wafaransa ambao wanakuja kuwekeza Tanzania. Kuna makampuni mengi sana Ufaransa sasa hivi. Sasa umuhimu wa ubalozi kuwa hapa ni kuendeleza mahusiano ambayo tayari yapo na kutafuta mengine. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa sana, kama ilivyo diplomasia yetu ya uchumi, ni kwamba tunatafuta wawekezaji zaidi, tunatafuta watalii zaidi, tunatafuta wafanyabiashara ambao watafanya biashara na sisi. Na kuwa na eneo letu sisi wenyewe ni kudhihirisha kwamba tuna nia kweli ya kuwepo hapa. Kwa hiyo kazi hiyo tunaifanya kwa bidii, kwa kiasi cha uwezo wetu, na tumekuwa na mafanikio sana katika kipindi hiki tunasema cha miaka 4-5 iliyopita. Kabla Rais Jakaya Kikwete hajayazindua rasmi majengo haya ya ubalozi nchini Ufaransa, Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bernard Membe amezungumzia hatua iliyofikiwa na Tanzania katika kutekeleza mpango wake wa kuwa na majengo yake katika balozi zake. Mpango ulianza kutekelezwa mwaka 2007
baada ya Rais Jakaya Kikwete kuweka msimamo wa kuhakikisha Tanzania inamiliki majengo yake, na serikali imekuwa ikitenga fedha katika bajeti zake kutekeleza mpango huu. Mpaka sasa Tanzania imefanikiwa kuwa na majengo yake 98 katika nchi 34 duniani. Membe anasema haya ni mafanikio makubwa yaliyopatikana. Jengo hili unaloona ni bendera ndio ofisi sasa, ina orofa 5 mpaka chini kule ni kama 6. Alafu na hili jengo tunalozungumzia ndio makazi ya Mheshimiwa Balozi. Haya majengo yana courtyard katikati, yana ukumbi hapa katikati, na chini kuna garage. Ni majengo mazuri kweli, na sasa hivi yatahifadhi ubalozi wetu wa Tanzania, lakini pia tuna floor 2 ambazo tutapangisha kwa ajili ya kupata fedha za kujiendesha, za kuwezesha ubalozi huu kujiendesha wenyewe. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia kwa Tanzania kwamba kwa mara ya kwanza tumenunua majengo mawili kwa euro milioni 22, na tumekuwa tunalipia, na majengo haya tumeyanunua kutoka kwenye serikali ya New Zealand. New Zealand ndio walikuwa ubalozi wao hapa, wakahama, na walipohama ndio sisi Tanzania tukachukua majengo yote, residence pamoja na ubalozi. Tuna majirani Tanzania ambao wanazungumza Kifaransa, na hili ndio lilikuwa koloni lao kubwa, na kwa hiyo mahusiano yetu na nchi za jirani kama Rwanda, Burundi, DRC, Seychelles huko, Mauritius, zinazozungumza Kifaransa, nyingi zinazozungumza Kifaransa, headquarters yao ni hii hapa. Na kwa hiyo hata kiujirani mwema ni vizuri mkawa na mahusiano mazuri sana na nchi kubwa ambayo inazishika vizuri sana zile nchi ambazo mnapakana nazo. Lakini pia Ufaransa ni nchi moja kubwa ambayo tunategemea sana utalii kwa Tanzania. Watalii wengi sana wanaotoka duniani, wengi wao wanatoka Ufaransa, na hasa wale wanaokuja kwenye shughuli mbalimbali za uwindaji wanatoka Ufaransa. Kwa hiyo pato la taifa katika upande wa utalii kwa Ufaransa ni muhimu sana. Lakini pia wawekezaji wengi sasa wanatoka Ufaransa. Wanafunzi wetu katika maana ya scholarships za wale wanaotaka kujifunza lugha mbalimbali na Ufaransa. Lakini usisahau pia kwamba Ufaransa ni makao makuu ya UNESCO. Kwa kuwa ni makao makuu ya UNESCO hapa, kila nchi duniani ipo, kwa sababu fedha zinazotumika na shirika la UNESCO la Umoja wa Mataifa, pesa nyingi, asilimia 66 ya fedha zote ambazo zinapatikana na UNESCO zinatumika katika nchi changa kama Tanzania. Na kwa hiyo kwa kuwa ni makao makuu ya UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa, kwa vyovyote vile uwepo wa Tanzania katika nchi hii ya Ufaransa na hasa hapa Paris ni muhimu kama vile tulivyo kwenye Umoja wa Mataifa New York. Aidha, Waziri Membe amezungumzia pia hali ya balozi nyingine za Tanzania na amempongeza Rais Kikwete kwa nia yake ya dhati ya kuhakikisha anaboresha majengo ya ubalozi, kununua majengo mengine na kujenga majengo mapya ili nchi iepukane na gharama kubwa za kukodi majengo katika balozi zake. Nadhani tulikuwa tunalipa si chini ya euro, si chini ya euro, wastani wa euro 30,000 mpaka 40,000 ukilinganisha na zile gharama za utilities, yani maji, umeme na vitu kama vile. Kwa hiyo roughly ni kama euro 40,000. Na kwa hiyo kwa ununuzi huu tulioufanya kwa haraka sana tunaokoa kama euro 40,000. Hizo tu ni kwa ajili ya jengo hili unaloliona la ubalozi. Achia mbali makazi ya balozi mwenyewe ambayo yatakuwa hapa, yatakuwa naokoa tena kiasi cha pesa kisichopungua euro 20,000. Na kwa hiyo wastani unaweza ukasema mtu kwamba euro 60,000 kwa mwezi tunaziokoa kwa kuwa na majengo haya. Sasa 60 zidisha mara 12 unapata walau 720,000 kwa mwaka tunaziokoa kwa kuwa na majengo haya. Ni uamuzi mmoja mzuri sana, na ningependa nichukue nafasi hii kutoa pongezi kwa kamati ya Bunge ya mambo ya nje na ya bajeti kwa kutusaidia sisi kupata pesa hizi kwa lengo hilo la
la kunusuru fedha tunazozipoteza kila mwaka, lakini pia kwa kuweka majengo haya kama kitega uchumi, kwa sababu tunategemea ghorofa 2 ya kwanza na ya pili zikishapangishwa ubalozi huu unaweza kuendesha. Amani nimekuta, asante baba taifa kwa zako busara. Naam, hayo ndio yaliyojiri nchini Ufaransa wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alipofanya ziara nchini humo. Hadi hapo tumefikia mwisho wa makala hii kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, mimi ni Gaston Msigwa. Tanzania, amani.